Niseme kwamba Tume ya Taifa ya Mipango inayo furaha kubwa na heshima na wajibu wa kuwaarifu wananchi juu ya maendeleo ya maandalizi ya utekelezaji wa Dira 2050. Kama mnavyokumbuka, Dira 2050 ilizinduliwa mwaka jana, ambapo maelfu ya wananchi walishuhudia wakiongozwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, na huko Watanzania wengine wakifuatilia katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kupitia ushiriki huo wa Tanzania, tunaona ni muhimu kuendelea kuwapasha habari juu ya kinachoendelea kuhusu ile dira iliyokuwa imezinduliwa. Na dira ile iliyozinduliwa, mtakumbuka kwamba ilikuwa na lengo kubwa la kuitoa nchi yetu katika hali ya uchumi wa kati ngazi ya chini, kuipeleka katika uchumi wa kati ngazi ya juu, ambapo malengo yetu ni kufikia uwezo ambapo kila Mtanzania atakuwa na kipato cha angalau dola za Kimarekani 7,000 kwa mwaka. Kwa hiyo ni malengo makubwa, lakini yanatekelezeka na ni ndoto yetu sisi sote kama Watanzania. Kwa hiyo baada ya uzinduzi wa dira ile, kilichofuata, Tume ya Taifa ya Mipango katika kuendelea na maandalizi ya utekelezaji wa dira imeandaa mipango mingine mitatu ambayo sisi tunaita ni nyenzo za utekelezaji wa Dira 2050. Hizi nyenzo kubwa tatu ambazo zimeandaliwa zimeshajadiliwa katika ngazi mbalimbali za serikali na kukubalika, na siku ya kesho zitawasilishwa katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya wabunge kuzipokea, kuzijadili na hatimaye kufanya uamuzi juu ya mipango hiyo ambazo ni nyenzo kuu tatu za utekelezaji wa dira. Kama mnavyofahamu, jambo hili linasimamiwa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo inalitaka Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kujadili kuhusu mipango ya nchi. Kwa hiyo hizi nyaraka tatu ambazo ni nyenzo kuu tatu zinajadiliwa kwa mujibu wa katiba, na Bunge lina kazi hiyo ya kujadili na hatimaye kufanya uamuzi.